muda mrefu. Mpendwa, huenda wewe umebebwa tu na watu, huenda hata kuja ni kwa sababu tu ameamua kweli, huenda ni kwa sababu tu kuna mtu ambaye anakuleva, anakuleta katika ibada. Lakini huyu mtu alikuwa analetwa kila siku, hakukuwa na miguu ya kuweza kutembea, lakini ikafika siku ambaye haikuwa siku ya kawaida. Haleluya! Nisalimie mtu, mwambie siku isiyo ya kawaida. Haleluya! Nitakulia habari fupi ya huyu mama ambaye hakuna mtu alimsaidia na akawa na shida zake, na hata ikawa anaongojea binti zake wawili waweze kuja kujitwaliwa na mtu, aende akae na wao, wale watemike ama wauze na baadaye ajilipe. Lakini huyu mama, wale alikuwa na hitaji wauzewe hawakumsaidia, lakini akaamuka na akaenda kwa nyumba ya kuhani. Nikasema asante, maana huko katika nyumba ya kuhani. Na mpendwa, tunaona huyu kiwete ya kwamba amekuwa akibebwa na kuletwa, na neno la Mungu linasema ya kwamba Paulo na Sila walikuwa wakienda, hawakuacha siku hiyo. Ilikuwa ni desturi, ama ilikuwa wakati walikuwa katika mji huo, ilikuwa saa 9 ikifika, walikuwa wameweka maagano ya kwamba tunaenda katika ibada ya maombi, na hivyo walikuwa wakienda. Lakini kwa sababu tunapoenda, Biblia inasema omba kila siku, omba kila saa. Bwana asifiwe. Tafuta Bwana kila wakati, tafuta Bwana usiku na mchana. Yesu anasema ya kwamba msilale, ombeni usiku na mchana, kesheni katika kuomba. Hivyo huyu Petro na Yohana walikuwa wamekubaliana ya kwamba ikifika masaa kuanzia saa 8, Petro mahali penye huko, Yohana penye huko, kiwa ni saa ya maombi. Bwana asifiwe. Na wakawa wameenda, na wakati yenye walikuwa wanaenda, Bwana asifiwe, yule kiwete alikuwa tu anawekwa, bado yuko pale katika mlango akiwa ameshika bakuli, na walikuwa wanaingia wanaomba, na wanaondoka wanaenda, wanaingia wanafanya ibada yao, na wanaondoka wanaenda. Lakini siku ikaja. Haleluya! Sema siku iko. Bwana asifiwe. Siku ikaja. Neno la Bwana linasema wale Petro na Yohana wakawa saa yao ya maombi imefika, na walipokuwa wameenda, inasemekana yule kiwete akawaangalia, na wao pia wakamwangalia. Kiwete alikuwa anaonana hawa, na wao walikuwa wanamuona. Bwana asifiwe. Unanionaga? Mimi nawaonaga. Lakini makini kila wakati yeye huyu Petro na Yohana walikuwa wanaingia, hii jamaa alikuwa amekaa kama huyu Mungu, na alikuwa na bakuli yake, na ilikuwa wanaonana, na wanapita na wanaenda maombi, na baada ya kumaliza wanaonana na wanaenda. Lakini siku ikafika ambaye hata kama huyu kiwete aliwaangalia, hakuangalia kama jana. Bwana asifiwe. Ambaye huyu Petro na Yohana walipomwangalia, hawakumwangalia kama jana, hawakuona shida yake kama ya jana. Bwana asifiwe. Maana wakati ulikuwa umefika. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika nature ya kiroho, yani katika mazingira ya kiroho, siku hii haikuwa kama jana, haikuwa kama juzi, haikuwa kama siku za kawaida.
hata kama walikuwa wanamchangia, ilikuwa imefika wakati wa kukosa kumchangia na kumpatia msaada wa kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenda Mungu amekuwa akikunenea, akikutia nguvu, akikusaidia, lakini inaweza kufika wakati Mungu akuangalie na aseme sikupatii leo, ile huwa nakupatia, nataka kupatia kitu unique, kitu tofauti, maana leo ni siku yako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema yule kiwete akawaangalia, na alipoangalia aliwaangalia akiwa na matarajio. Haleluya. Wapendwa, Roho Bwana ananiambia, ikiwa umekuja katika ibada na umekuja ukiwa unatarajia siku hii, Bwana anakuondoa katika hali umekuwa ndani, katika jina la Yesu. Haleluya. Haijalishi ulikuwa na yeye jana, haijalishi ulikuwa na yeye juzi, haijalishi ulikuwa mnachuana, lakini leo, haleluya, inasemekana kiwete akawaangalia, na alipoangalia hakuangalia kama jana, hakuangalia kama juzi, hakuangalia katika hali za kawaida, alikuwa na matarajio. Aliye jirani matarajio.